Pusha nondo 700, marine board 500, matofali 2000 yamesababisha mradi huu unasuasua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taarifa ya nondo 700 sio ya kuchepushwa. Ni taarifa ambayo ilipotiwa wizi wa nondo 700. Mliiba nondo 700. Ehe. Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuiba. Kuna wakati ambao mifumo ya fedha ilisimama. Nina taarifa hapa, sijaja kutembea. Nina taarifa. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Zimeibiwa nondo 700, marine board 500, matofali 2000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapi? Kamanda wa polisi yuko wapi? Kamanda wa polisi hapa yuko wapi? Hebu tuambie hii habari yuko wapi? Hili jambo la nondo likoje hili? Na nikikuta unataka kunidanganya unakamatwa sasa hivi hapa. Hebu tuambieni hili jambo la nondo likoje? Ninyi mnalishughulikia au TAKUKURU? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipokea taarifa ya wizi wa nondo. Tukafuatilia. Zilikuwa toka wapi? Kwenye jengo la utawala ambalo ndio hili. Kwenye jengo hili la utawala. Wewe unasemaje? Baada ya kufuatilia, Mheshimiwa, tulikamata baadhi ya nondo ambazo ziliibiwa hapa. Katika upelelezi tulimhitaji injinia aje kwa ajili ya kutambua ile mali. Akaja akaikataa. Hivyo tukashindwa kuendelea na kesi. Faili nikapeleka NPS ili iweze kuchunguzwa zaidi. Zile zilizokuwa zimenunuliwa hapa ziko wapi? Mheshimiwa, katika baadhi ya zile nondo ndio kama ulivyosema ziko mchanganyiko. Kuna hizo tulizozikamata ambazo ni za 300 badala ya 500. Kwa hiyo akazikataa. Anasema sio mali. Yule anayepokea mizigo yuko wapi? Anayepokea mizigo ikinunuliwa yuko wapi? Nani anayepokeaga mizigo inaponunuliwa? Nani huwa anapokea? Mlipokea nondo za aina gani? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tulipokea nondo milimita 8, tulipokea nondo milimita 12 na milimita 16. Zilizopotea zilikuwa milimita ngapi? Zilizopokea ni milimita 12. Hizo za milimita 12 ndio ni BS ngapi? BS 500. BS 500. Ndio Mheshimiwa. Ndio zilizopotea? Ndio Mheshimiwa. Zilipoteaje? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hizi nondo wakati zinanunuliwa zilipokewa na kamati ya mapokezi kama utaratibu unavyoelekeza. Zile nondo zilivyopokelewa zikawa zimewekwa eneo la site. Wakati wa kufanya stock checking mwezi wa 6, kufanya stock taking kuhesabu mali, ikagundulika kwamba kuna baadhi ya nondo zimepungua, ambazo nondo hizo zilikabidhiwa na kampuni ya ulinzi. Zilikabidhiwa kwa kampuni ya ulinzi. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba kuna nondo ziliibiwa, tukatoa taarifa kwa mkuu wa taasisi ili kuendelea na uchunguzi zaidi. Kampuni ya ulinzi nani kaiweka? Walikuwa wapi? Kampuni ya ulinzi Mheshimiwa Waziri ngapi? Kampuni ya ulinzi Mheshimiwa Waziri Mkuu imeajiriwa na halmashauri. Mliwakabidhi ngapi? Tuliwakabidhi nondo 1832 kwa idadi tofauti tofauti. Yaani kwa size tofauti Mheshimiwa. Mkurugenzi, unayajua haya? Kitu gani kimetokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri. Nilipokea taarifa ya wizi wa nondo. Nilipokea taarifa hiyo, natoa maelekezo kwamba taratibu za kisheria zifuatwe, lakini kwa kuwa tuliajiri kampuni ya ulinzi,
ambayo tulikubaliana kwenye mkataba kwamba jambo lote likipotea hapa site, kwa kuwa ni force account, kampuni hiyo italipa. Kwa tulichofanya ni kuzuia malipo ya kampuni hiyo milioni 14 na kusema kwamba tuendelee na shauri mpaka tutakapokamilisha ili tuweze kulipana. Kwa hiyo kikubwa tukawapa demand note ya kwanza, tumeshawapa demand note ya pili. Kwa hiyo tumerecover milioni 14 na thamani ya mzigo ulioibiwa ilikuwa ni milioni 20. Hiyo milioni 6 tunaendelea kufuatilia, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati huo wenzetu wa polisi walisema wataendelea na uchunguzi. Naomba kuwasilisha. Hapa hakuna cha kuchunguza. Mnachunguza nini? Nondo zimeibiwa, marine board zimeibiwa, matofali yameibiwa. Hapa tunataka waliohusika hatua zichukuliwe na hizi fedha zirudi, jengo ujenzi uendelee. Napokea maelekezo, Mheshimiwa. Kamanda wa TAKUKURU yuko wapi? Sasa kamanda, nahitaji taarifa hii kwa kina. Fuatilieni kimoja kimoja kati ya hivi vyote ambavyo vimepotea, na fuatilieni ushiriki wa wahusika hawa. Fuatilieni ushiriki wa wahusika. Mnaongea kiurahisi tu kwamba zimepungua, engineer, zimepungua. Ingekuwa nyumbani kwako unaongelea tu zimepungua. Yaani tunasubirisha jengo kuisha hapa, alafu vifaa vinapotea kiurahisi hivyo tu. Napeleka site ovyo, mnarudi mnasema zimepungua. Nondo zimepotea, tofali zimepotea, marine board zimeibiwa, ninyi mpo. Kila siku mnaripoti kazini na mishahara mnalipwa, jengo limesimama. Kamilisha uchunguzi niipate taarifa hiyo ili nisaidie kuamua. Haya mambo ya uzembe ya aina hii ndio ambayo hatutaki kuyaona yakiendelea kufanyika. Vifaa vingine vimeshakuja hapa, nimeambiwa vimewekwa tu store na wenyewe. Siku vikitakiwa sasa kutumika tuambiwe vimeoza. Engineer, mmeviletaje vifaa kama mnajua sasa hivi hamwezi kuvitumia? Mmenunuaje vifaa? Jengo hamjapaua. Kabla hamjapaua jengo, mmeshanunua AC, mmenunua AC, mmenunua gypsum, mmeweka store. Ili siku ya kuvifunga mseme vimeoza tu. Mshauri mwelekezi yuko wapi? Mmeweka mshauri mwelekezi na bado hamsikilizi ushauri. Kamati hiyo iko wapi, hiyo iliyopokea vifaa hivi? Hii kamati inahusisha nani? Mkurugenzi, hii kamati ni kina nani hapa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna kamati ya ujenzi na kamati ya mapokezi. Naomba wajumbe wote wa kamati ya mapokezi iko wapi? Mwenyekiti, kamati ya ujenzi, kamati ya mapokezi. Huyu ni nani? Mwenyekiti kamati ya ujenzi. Ni nani yeye kwa nafasi yake? Yeye ni mkuu wa idara kitengo cha maliasili. Mwingine?
Mimi ni mjumbe wa kamati ya ujenzi. Mmeendaje kubwaga vifaa pale na vikapotea? Nataka wale kamati ya mapokezi, kamati iliyopokea mzigo, nataka ile kamati. Mheshimiwa, naitwa Rafaeli Mbwambo, ni mwenyekiti wa kamati ya mapokezi. Wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya mapokezi? Ndio mheshimiwa. Mlimkabidhi nani hivi vifaa vilivyopotea? Kikawaida tunavyopokea tunaikabidhi kamati ya ujenzi kwa ajili ya nani mlimkabidhi? Nataka tujue vimepotelea wapi. Engineer ndio tunamkabidhi. Engineer hivi? Engineer wa halmashauri. Engineer Jaa. Huyu ndio mlimkabidhi? Ndio mheshimiwa. Wewe engineer unasema mlipeleka wapi vifaa? Si unaona mnapojikanganya? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kamati ya mapokezi ikipokea vifaa baada ya kukagua inavikabidhi kwa kamati ya ujenzi ambayo inaviweka store, then inakuwa ina issue kwa mafundi pale wanapokuwa na vihitaji. Ndio utaratibu ambao tunatumia. Mimi ninachouliza, mmewezaje kupoteza vifaa? Mbona vingine visipotee? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo amezungumza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, vile vifaa vilipotea wakati mradi umesimama kwa sababu ya zile transactions za fedha za mwisho wa mwaka. Ndio maana watu wa store walifanya kwanza ile stock taking kabla hawajakabidhi kwa walinzi. Fedha zilipoingia wakati tunarudi sasa kuanza mradi, wakafanya tena ile stock verification, ndio wakagundua sasa kuna hizo loss. Kwa hiyo iko mradi umesimama, ninyi mkagawana vifaa. Kamanda, hawa ninavyoondoka hapa, hawa wahojiwe wote, wote wahojiwe hawa. Kila mmoja ajulikane ameshiriki kwa kiwango gani. Naona hapo mmefanya njama tu ya kugawana vifaa tu hapo. Mmefanya njama tu hapo. Fuatilia moja moja na yule wa ulinzi, tujue mhusika. Nipata ile taarifa kabla sijamaliza ziara hapa ndani ya mkoa wa Tanga. Haya mambo yanaudhi. Rais anapambana kutafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ikamilike. Alafu watu ambao mko kazini, mmesoma kwa kodi za Watanzania, mnalipwa mshahara kila mwezi, mnazubazubaa, vifaa vinapotea. Kamanda, nipate taarifa ya mhusika mmoja, kamati zote hizi zilizoshiriki kwenye hili, na nitakuachia taarifa hii uainishe na vipengele vingine. Fuatilia na vipengele vingine. Jengo linasuasua hili hapa. Wenzenu mliopokea fedha pamoja, walishamaliza haya majengo. Ninyi fedha imekuja mpaka ikarudi makao makuu. Fedha imekuja mpaka ikarudi, na bado mmeletewa fedha mpaka mnarudisha makao makuu, huku mnafanisha wananchi kazi, na bado vifaa vinapotea. Kamanda, watakao shiriki wala usiwe na huruma. Mimi sina huruma na wezi hata kidogo. Nipate hiyo taarifa juu ya aliyeshiriki ili hatua za kisheria zichukuliwe. Na kwenu nyie atakayehusika ndo na kazi atakuwa amepotezea hapo hapo. Hatuwezi tukawa tunalipa majizi alafu tunaingia hasara, natia hasara serikali. Iunganishwe na taarifa ile ya Handeni, wale waliogandisha simenti. Mambo mengine ya ajabu kabisa.
ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari na kwenyewe mradi unasuasua. Shule ya msingi Ngarani milioni 58 zimekuja, alafu mradi haukamiliki. Injinia, upo kazini kweli wewe? Hii miradi ambayo haina shida ya fedha inaachaje kukamilika? Haya, mimi nishamaliza maelekezo. Nipate taarifa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nipate hii taarifa kabla sijamaliza ziara hapa, ili niweze kuchukua hatua. Haya mambo ya uzembe huu, haya mambo ya utapeli hatuwezi tukaruhusu yakaendelea ndani ya serikali. Nipate taarifa kabla sijatoka kesho mpaka kesho, nipate taarifa kabla sijamaliza ziara, kila mmoja tujue alivyohusika. Kama mmefanya njama, tutaijua baada ya taarifa kuja.